Karibu. Tunaanzia katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo pande zote mbili katika vita vya Iran zinaendelea kufanya mashambulizi. Milipuko mikubwa imesikika Tehran, huku jeshi la Israel likisema linalenga Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran huko Beirut. Mataifa ya Ghuba ikiwemo Bahrain, Saudi Arabia na UAE yanasema yamezuia mashambulizi kutoka Iran. Hatua hii inakuja baada ya Iran kumtangaza rasmi kiongozi wake mpya ambaye ni Mujtaba Khamenei, mwana wa kiongozi aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei. Taarifa ya Joe Inwood inawasilishwa na Peter Mwangangi. Ilikuwa hali ya kuonyesha ukaidi kutoka kwa watu wanaunga mkono utawala wa Iran. Walijitokeza barabarani na kutoka kwa afisi kuu ya kidini ya Iran iliyomchagua Mujtaba Khamenei aliye na msimamo mkali kuwa kiongozi mkuu. Kama jina hili sio geni masikioni mwako, basi ni kwa sababu yeye ni mtoto aliyekuwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa mwanzoni mwa vita hivi. Kuchaguliwa kwake kumesherehekewa na miongoni mwa makundi haya ya watu. Ilikuwa furaha isiyo na kifani. Hatukujua kama tuomboleze kumpoteza kiongozi wetu au tusherekee kuteuliwa kwa kiongozi mpya. Bwana Mujtaba ni kama baba yake tu kwa watu wote ambao wangeteuliwa. Yeye ndiye anayestahili zaidi na anaifanana naye. Lakini sio kila mtu amefurahishwa na taarifa hizo. Kifo kwa Mujtaba, anasema. Sauti nyingine inajibu japo kwa mbali, kifo kwa Mujtaba. Baada ya muda, maoni yakaanza kuwasilishwa kwa idhaa ya BBC ya Kiajemi. Wamemuua baba yake na hata wasamehe. Kama hataweza kulipiza kisasi kwa Marekani, basi atalipiza kisasi kwa raia wa kawaida. Natumai kwamba Israel na Marekani watamlenga. Hii inamaanisha kuwa hakuna kitakachobadilika. Ni njia hiyo hiyo moja na hata ni mbaya zaidi. Hata hivyo, sidhani kama hali hii itaendelea. Sidhani kama atakaa kwa muda mrefu. Sio tu upande wa upinzani ndani ya Iran ambao haukufurahishwa na kuchaguliwa kwake. Israel imesema kuwa itamuua yeyote atakayeteuliwa, na hapo awali Donald Trump alisema kuwa kiongozi huyo hatadumu. Kuchaguliwa kwa Mujtaba Khamenei ni ishara tosha kwamba wanaoshikilia msimamo mkali katika serikali hiyo wana nafasi ya juu. Sio kwamba wanasema tu kuwa wataendelea na vita hivi angalau kwa muda mfupi kwa njia ya kijeshi, ila pia wanasema kuwa wana mpango mwingine kisiasa. Kwa sasa mpango wao unaonekana kuwa ni kuendelea kushambulia washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba. Bahrain ilikabiliwa na mashambulizi zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani usiku kucha. Video hizi zilizotolewa na serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zinaonyesha marubani wakidungua ndege zisizokuwa na rubani za Iran. Lakini kuna ripoti kuwa makombora yake ya angani yameanza kupungua. Israel ambayo pamoja na Marekani walianzisha vita hivi pia imeathirika na mapigano hayo. Haya ndiyo matokeo ya kombora lililodunguliwa katikati mwa nchi. Lakini idadi ya vifo iko juu nchini Lebanon ambako Israel imekuwa ikiendeleza mashambulizi dhidi ya kundi la Hezbollah baada ya kundi hilo kuirushia makombora Israel likiunga mkono Iran. Swali ambalo zaidi ya watu nusu milioni walioambiwa wayahame makazi yao watakalokuwa wanajiuliza ni je, mapigano haya yatamalizika lini? Mwishoni mwa wiki kulikuwa na mashambulizi katika maeneo ya sekta ya mafuta ya Iran na kufanya Tehran igubikwe na wingu jeusi la moshi ambao bado umesalia mjini humo. Usiku unaweza kuwa umeshuhudia kuchaguliwa kwa kiongozi mkuu mpya, lakini hakuna ishara yoyote kwamba vita hivi vitaisha wakati wowote. Wachache wanaweza kufikiria kuwa ni mwamko mpya.
Maafisa wakuu wa Iran na taasisi za serikali wameanza kuwapa utiifu kwa Mujtaba Khamenei baada ya kutangazwa kwa kiongozi mpya wa nchi hiyo. Vyombo vya habari vya serikali vinasema rais, jaji mkuu wa mahakama, wabunge na vikosi vya ulinzi vya Iran ni miongoni mwa wanaomuunga mkono Mujtaba. Hezbollah pia imeahidi utiifu kwake. Nje ya Iran, moja ya hisia za kwanza zilitoka kwa Israel ambayo ilisema Khamenei anaweza kulengwa. Huyu hapa balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa akizungumza na BBC mapema leo. Haijalishi kama ni baba au mtoto wake, lazima uangalie sera, na sera ya utawala huu ni sera ile ile: kukuza ugaidi, kuanzisha machafuko, kupata uwezo wa nyuklia ili waweze kutengeneza makombora ya masafa marefu na kuunda hali ambayo inaonyesha kuwa wana udhibiti wa eneo hilo na kutishia eneo hilo, na wala si Israel pekee. Kwa hivyo nadhani kwetu sisi ni mambo yale yale. Mtu yeyote anayehusika na utawala huu wa kigaidi ni halali kulengwa. Wakati huo makombora na ndege zisizo na rubani za Iran zimeendelea kushambulia Israel na mataifa ya Ghuba. Mamlaka nchini Bahrain zinasema kuwa angalau watu 32 wamejeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta. Ni idadi kubwa zaidi ya majeruhi katika shambulio dhidi ya majirani wa Iran tangu vita vianze. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu pia ziliripoti mashambulizi. Vikosi vya ulinzi vya muungano wa kujihami wa NATO mashariki mwa Mediterranean vimedungua kombora la Iran lililoingia katika anga ya Uturuki, ikiwa ni tukio la pili la aina yake. Na nchini Lebanon, jeshi la ulinzi la Israel linasema linashambulia miundombinu ya Hezbollah katika eneo la Dayer huko Beirut. Awali jeshi la Israel lilitoa onyo la dharura kwa watu kuondoka, ikiwa ni pamoja na katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Takriban watu 400 wameuawa nchini Lebanon tangu kuanza tena kwa mapigano kati ya Hezbollah na Israel Jumatatu iliyopita. Na Israel ilikabiliwa tena na mashambulizi mengi ya makombora na roketi kutoka Iran na Hezbollah. Huduma za dharura za Israel zilisema mtu mmoja aliuawa na watu 2 walijeruhiwa vibaya katikati mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel limeishtumu Iran kwa kutumia mabomu aina ya cluster ambayo ni vigumu kuyazuia. Naam, kama tulivyokujuza awali katika taarifa zetu kwamba Iran imemchagua kiongozi mpya Mujtaba Khamenei, lakini tufahamu zaidi kiongozi huyu ni nani hasa? Mujtaba Khamenei, mtoto wa Ayatollah Ali Khamenei wa Iran ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel, amechaguliwa kuwa mrithi wake. Tofauti na baba yake Khamenei mwenye umri wa miaka 56, kwa kiasi kikubwa si mtu aliyekuwa akijitokeza hadharani. Hajawahi kushikilia wadhifa wa serikali wala kutoa hotuba za hadharani au mahojiano, na ni idadi ndogo tu ya picha na video zake ambazo zimewahi kuchapishwa. Lakini kwa miaka mingi kumekuwa na uvumi kwamba alikuwa na ushawishi mkubwa nyuma ya pazia nchini Iran. Hata hivyo, uteuzi wake bado unaweza kuwa na utata. Jamhuri ya Kiislamu iliyoanzishwa mwaka 1979 baada ya utawala wa kifalme kupinduliwa, na itikadi yake inategemea kanuni kwamba kiongozi mkuu anapaswa kuchaguliwa kwa sababu ya msimamo wake wa kidini na uongozi uliothibitishwa na wala si kwa kurithi. Mujtaba Khamenei alizaliwa tarehe 8 Septemba mnamo mwaka 1969 katika mji wa Mashhad ulioko kaskazini mwa Iran. Yeye ni mtoto wa pili kati ya watoto 6 wa Ali Khamenei na alipata elimu yake ya sekondari katika shule ya Alavi huko Tehran. Akiwa na umri wa miaka 17, Mujtaba alihudumu jeshini kwa vipindi vifupi wakati wa vita vya Iran na Iraq. Na kulingana na vyombo vya habari vya Iran, vita hivyo vya miaka 8 vilivyojaa umwagikaji damu vilifanya serikali ya Iran kuwa na mashaka makubwa zaidi dhidi ya Marekani na nchi za Magharibi ambazo zilikuwa zinaunga mkono Iraq. Mnamo mwaka 1999, Mujtaba alikwenda Qom, mji mtakatifu unaochukuliwa kuwa kituo muhimu cha theolojia ya Washia, ili kuendelea na masomo yake ya kidini. Inasemekana kuwa hakuvua mavazi ya kidini hadi wakati huo, na haijulikani vizuri ni kwa nini aliamua kujiunga na seminari akiwa na umri wa miaka 30, kwani
Kwa kawaida watu hawaanzi masomo hayo wakiwa wadogo zaidi, na sasa amechaguliwa kuwa mrithi wa baba yake. Je, Mujtaba kupata wadhifa huo kutaleta unafuu katika hali ya kisiasa nchini Iran?